Kwa majina naitwa Semburi Ngusa Mgendi, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kibamba, kata ya Kibamba, tarafa ya Kibamba, wilaya ya Ubungo. Nachokumbuka tukio ambalo nimelishuhudia ni siku ya tarehe 29 ya mwezi wa 10 ambayo ilikuwa kwa Watanzania ni siku ya kupiga kura. Ni kweli zoezi lilifanyika vizuri pasipokuwa na shaka yoyote, na nishukuru wananchi waliitikia, walikuja kupiga kura. Lakini ilipofika majira ya kuanzia saa 9 kuelekea saa 10 kulianza kuwa na taharuki za kuona watu wanaanza kupungua kuja kupiga kura. Nadhani kukawa tayari mitaani kuna taarifa mbalimbali kutokana na watu waliokuwa wakitokea mjini na nini, kuwa na taarifa ambazo zilikuwa zinaleta taharuki kwamba huko maeneo mengine Ubungo na Kimara, Kibo kuna taharuki fulani ambayo tayari kumeonekana kwenye vituo. Baadhi ya vituo kuna jambo la kuvamiwa na kundi la watu ambao hawafahamiki. Sasa ile taharuki ilipoanza kutokea, kwa hiyo wapigaji kura wakaanza kuwa na pungua, lakini ilipofika saa 10 kama saa 10 kwenda saa 11 vituo sasa vinakaribia kufungwa, basi taharuki kazidi kuongezeka. Lakini tulikuja kupata tamko la mwisho saa 12 kwamba watu wote wanatakiwa kurudi katika maeneo yao wanaoishi. Kupisha sasa vurugu zilikuwa zimeanza kulindima na milio ya bunduki wakati inapigwa mabarabarani huko. Kwa hiyo watu waliposikia lile tangazo kwamba wanatakiwa waondoke, ikifika saa 12 atakiwe mtu, basi ikabidi watu waanze kujiondokea kwenda majumbani kwao. Na mimi nilikuwepo mpaka zile dakika za hayo matangazo, ya maana saa 12, maana nilikuwa nikitekeleza majukumu yangu kama mwenyekiti wa mtaa ambaye mwenye dhamana ya ulinzi na usalama ndani ya mtaa. Kwa hiyo baada ya lile tangazo mimi nilitii kwamba serikali imeshatoa tangazo turudi majumbani. Kwa hiyo na mimi nilikuwa miongoni kuambia watu, jamani, mnavyosikia tangazo kama hilo tuanze kurudi majumbani kwa ajili ya kupisha kama kuna zoezi yote serikali iendelee nalo. Basi na sisi kama wananchi wengine tuliamua kupisha au kutii ile amri na kuondoka. Wakati sisi tunaondoka ule muda kulikuwa hakujachomwa, na ndio maana watu walikuwa bado wapo. Watu wengi waliondoka baada ya saa 12 kusikia ile tangazo lilikuwa likitolewa. Sasa tukiwa huko majumbani, kwa mfano aiza katika maeneo kila mtu alijua alikuwa yuko wapi. Of course nilikuwa sijafika nyumbani sababu nilipaswa na mimi kujua nini kinachoendelea. Tukaanza kusikia sasa kwamba kituo cha mwendokasi pale njiani barabarani pale Kibamba CCM kuna kituo cha mwendokasi, wakasema kimewashwa moto. Kimewashwa na nasema kuna watu tu, kundi lisiojulikana limewasha moto. Muda si mrefu tukasikia tena wanakwenda kwenye kituo cha polisi wanaelekea, kwa maana mimi kama mwenyekiti nilikuwa na uwezo kupata taarifa nyingi. Basi tukasikia kimewashwa kituo cha polisi. Tukasikia tena wameenda kwenye jengo la Chama cha Mapinduzi kata ya Kibamba, wana ofisi yao. Lakini ile ofisi tumepanga au chama kimepanga ile ofisi. Kwa hiyo ikafuatwa ile ofisi pia na yenyewe ikafanywa uharibifu wa kuvunja madirisha moja kutoka. Kidogo tena tukapigiwa simu na jengo pia la kata tunalotumia mwenyekiti, yenyewe tayari kuna watu wasiojulikana hao nao wamefika ile jengo linavunjwa madirisha na linachomwa moto. Sasa baada ya kuendelea hayo mazoezi tukasikia tena Kibamba, sisi njia panda ya shule kama na kwenda Kibwege kuna kibanda cha mwendokasi. Pia tukasikia wamefika huku wamechoma moto. Sasa tukasema hii shida nini? Lakini kwa kweli paka tunaondoka na hilo tukio linatokea, taarifa sahihi ni watu ambao walikuwa wanaonekana wengi walikuwa hawezi kufahamika kwamba ni wanatoka, walikuwa wasema ni kundi tu la vijana, ni kundi tu la vijana. Kwa hiyo wakawa wamefanya hilo zoezi. Sisi baadaye sasa kukawa na ile kitu kwamba watu hawaruhusiwi kutembea ovyo. Kwa tulichukua muda kuja kuangalia ili tukio kwa sababu kila mtu alikuwa anahofia usalama wa maisha yake.